Karibuni kwenye awamu hii ya pili, ili tuweze kuangalia Mungu amesema kitu gani. Na tumekuwa tukiangalia watendakazi katika shamba la mizabibu, Mathayo 20. Tumeona Yesu anasema watendakazi wa alfajiri mapema waliingizwa kazini, kisha wakaingia watendakazi wa saa ya 3, baadaye wakaingia watendakazi wa saa ya 6, baadaye wakaingia watendakazi wa saa ya 9, alafu kutakuwa na watendakazi wa saa ya 11 wa mwisho. So far tumeweza kuangalia Wayahudi vile ambavyo waliingizwa kazini, lakini nao wakakosa kuwa waaminifu. Katika sehemu ya pili tunaangalia historia ya shamba la mizabibu ya Mungu na watendakazi tangia mwanzo mpaka mwisho. Maana ikifika usiku saa 12 hakuna mtu atafanya kazi tena. Inamaanisha historia ya dunia itakuwa imefungwa na kazi ya kukomboa wanadamu itakuwa imefikia kikomo. Wakati Wayahudi wanakataa kazi hii na wanajionyesha wao ya kwamba hawastahili, Mungu anaingiza mitume katika kazi. Anaingiza kanisa la Agano Jipya, mitume. Petro anasema ilitupasa Paulo na Barnaba ilitupasa kuhubiri injili kwenu kwanza, lakini kwa sababu mmejiona hamustahili, tazama tuwageukia mataifa. Hiyo ni Mathayo ya Mitume 13 mstari wake na 46. Yesu vile vile akasema katika Mathayo 21 mstari wake na 43, ufalme wa Mungu utaondolewa kwenu na utapewa taifa lingine lizaalo matunda. Na tumeona Petro katika Petro wa kwanza 2 mstari wa 9 akiambia kanisa la Agano Jipya, mmekuwa taifa teule. Kwa hivyo hakuna unabii wowote huko Israeli tena, maana taifa ni la kiroho. Israeli imekuwa ni ya kiroho. Tumeona pia katika Wagalatia 3:27 Paulo akisema mmekuwa wa Kristo, basi nyinyi ni uzao wa Ibrahimu. Hakuna Myahudi wala Myunani. Hata Warumi sura yake ni ya 9 vile vile inasema Myahudi si Myahudi kwa nje, bali ni kwa ndani. Inamaanisha ufalme wa Mungu uliondolewa kwao, wakapewa taifa lingine, kanisa la mitume. Yesu anapopaa mbinguni anaacha kanisa la mitume, watendakazi wa saa ya 3 wanaingia kazini. Petro anasema katika Matendo ya Mitume 2 mstari wa 14, wakati Roho Mtakatifu alimwagika, tumeweza kuona Wayahudi wale walikataa ujumbe wa kwanza, Yohana Mbatizaji, wakakataa ujumbe wa pili, Yesu Kristo, hawakukubaliana na ujumbe wa 3, na Roho Mtakatifu hakuwafaidi wakati wa Pentecost. Wakawaambia mitume, mmelewa. Matendo ya Mitume 2:14, Petro akasema hatuwezi kuwa tumelewa saa hii, maana ni saa 3. Sisi ni watendakazi wa saa ya 3. Kwani yani walikuwa wanajaribu kuambia events hizi Mungu anazipanga ili kwamba ziweze kuingiana hivyo. Kwa hivyo Biblia ikasema saa 3 ilipoingia, watendakazi hao walipoingia, neno la Mungu linasema wakaanza kazi, kanisa la mitume. Ndio naona kanisa la kwanza linaitwa Ephesus. Ephesus ilikuwa ni kanisa safi sana. Ephesus maana yake safi, walikuwa ni mafundisho yao yalikuwa ni safi. In fact, ukisoma Efeso sura yake ni ya 4, kanisa la Agano Jipya kando na kufundisha Yesu Kristo mwana kondoo wa Mungu, ukombozi huko kwake, sio kondoo aliyechinjwa, pia walifundisha imani moja. Walifundisha mafundisho ya kweli ya Biblia. Mfano wa Efeso sura yake ni ya 4 mstari wake ni wa 4 na 5. Wa Efeso 4, Ephesians chapter 4. Wa Efeso 4 inasema mwili mmoja na roho mmoja, kama mlivyoitwa katika tumaini moja la wito wenu, Bwana mmoja, imani moja, ubatizo mmoja, Mungu mmoja. Walifundisha mambo masaba yalijenga imani ya watendakazi wa saa ya 3, kanisa la mitume. Walifundisha kweli, na pia kanisa hili la kwanza lilikuwa linawajaribu watu waliokuwa wanasema ni mitume lakini sio mitume.
Mungu aliwapatia heko kwa mambo mengi. Ukisoma kitabu cha Ufunuo sura yake ni ya 2 kuanzia mstari wa 1, na kwa malaika wa kanisa liloko Efeso andika, haya ndiyo anenayo yeye azishikayo hizo nyota 7 katika mkono wake wa kuume, yeye aendaye katikati ya vile vinara 7 vya dhahabu, na yajua matendo yako na taabu yako na subira yako, na yakuwa huwezi kuchukuliana na watu wabaya, tena umewajaribu wale wajitao mitume, nao sio, ukawaona kuwa waongo. Tena ulikuwa na subira na kuvumilia. Kuna sababu ninakusomea andiko hili ujue tabia ya kanisa la kwanza. Hawakushirikiana na watu waovu, watu ambao walijifanya kuwa mitume wakaonekana kuwa waongo. Hawakushirikiana na wao, maana kabisa walitamani na walitaka kuendeleza kazi ya Mungu kama watendakazi wa saa ya 3. Kwa hiyo walijitenga na uchafu wote, wakataka tu kumtukuza Mungu na Mungu peke yake. Na ninaona wapendwa, Ephesus inapotoka 31 AD mpaka 100 AD, kanisa hilo la kwanza Ephesus, tunaingia kipindi cha pili ni kinaitwa Smyrna. Smyrna vile vile ni kanisa ambalo lilikuwa safi, tena lilivutia watu wengi. Smyrna maanake manukato mazuri, lilikuwa linavutia watu. Kuvutia maana walikuwa na ukweli. Isipokuwa wakati wa Smyrna, Ufunuo sura ya 2 kuanzia mstari wake wa 10 inasema walikuwa na majaribu mengi. Maana wafalme wa Kiroma ya kipagani walitesa sana Wakristo. Wakati wa Diocletian, historia ya kipindi cha Smyrna ilikuwa ni mbovu. Wakristo waliteseka sana kwa sababu ya imani waliokuwa nayo. Na tunaona kipindi cha Smyrna kilikuwa kigumu sana, ingawaje ni watu waliopenda kutangaza fadhili za Mungu. Kama kanisa la watendakazi wa saa ya 3. Kumbuka saa ya 3 inaanza hapa, historia inapoendelea kutembea. Kanisa la kwanza linaitwa Ephesus, inateremka polepole 31 AD mpaka 100 AD Ephesus. Baadaye inaingia kanisa la pili, kipindi cha pili inaitwa Smyrna, kuanzia 100 AD mpaka 313 AD Smyrna. Smyrna inapopongezwa sana na Mungu anawalinda. Kusoma Ufunuo sura ya 3 mstari wake wa 10. Anasema kwa sababu mmeshika neno la agano langu, mimi nami nitawalinda kutokana na saa ya ujaribu ambayo inakuja kujaribu dunia nzima. Kwa hivyo Smyrna vile vile waliendeleza kazi ya kweli, walikuwa na mafundisho ya kweli. Biblia ilikuwa msingi wa imani yao. Walifundisha Yesu kama mwana kondoo, walifundisha neema, wakafundisha sheria za Mungu kama msingi wa imani wa serikali ya mbinguni. Wakati Smyrna inaondoka, tunaingia awamu ya 3 ya kanisa inaitwa Pergamos. Na nataka unisikilize, maana kutoka Pergamos tunaona mabadiliko makubwa. Na hapo sasa itabidi Mungu aingize watendakazi wa saa ya 6. Kwa sababu ya mabadiliko yanayokuja kuingia, hasa kutoka wakati wa Pergamos. Hebu sikilizeni Ufunuo sura yake ni ya 2. Mstari wake ni wa 12. Ufunuo 2:12 inasema, na kwa malaika wa kanisa lililoko Pergamo andika, haya ndiyo anenayo yeye aliye na huo upanga mkali, yeye wenye makali kuwili. Na pajua ukaapo ndipo penye kiti cha enzi cha Shetani, nawe walishika sana jina langu, hata katika wala haukuikana jina langu, wala haukuikana imani yangu. Hata katika siku za Antipa, shahidi wangu mwaminifu wangu, aliyeuawa kati yenu, hapo aketipo Shetani. Kuanzia mwaka wa 313 AD tunaona Pergamo inaingia katika usukani, kipindi cha emperor aliyeitwa Constantine. Constantine alikuwa na mji wake mkuu pale Rome, Italy. Baadaye anahamisha mji wake mkuu na anaupeleka mahali inaitwa Constantinople. Anapohamisha tunaona serikali ya Roman Papacy, mabishop wa Kiroma. Constantine anampatia pontifa wa Kiroma mamlaka, na anasema kuanzia leo utakuwa ndiye mwenye mamlaka, the corrector of heretics. Historia ya ajabu sana.
na tunaona anapewa mamlaka na Baba Mtakatifu. Serikali hii inaanza kukaa pale Roma kuanzia 313, na inapofika 321 AD system ya Kiroma sasa imeanza kutawala, imeanza kubadilisha mambo ya Mungu. Na Yesu mwenyewe alikuwa ameshatuambia. Hebu sikilizeni wapendwa, tunataka kuangalia watendakazi wa saa ya 6 watainuliwa. Kwa nini watainuliwa? Kwa sababu watendakazi wa saa ya 3 kuna kipindi kitafika injili ianze kuharibiwa, ukweli uanze kuharibiwa. Mungu itambidi alete watendakazi wa saa ya 6. Nifuate kwa makini. Paulo mwenyewe akawa ameonya watu wa Mungu ya kwamba kutainuka system itakayokuja kuharibu imani ya kweli. Wathesalonike wa pili sura yake ni ya 2 kuanzia mstari wa 3. Wathesalonike wa pili 2 mstari wa 3 inasemaje? Mtu awaye yote asiwadanganye kwa njia yoyote, maana haiji isipokuja kwanza ule ukengeufu, akafunuliwa yule mtu wa kuasi, mwana wa uharibifu, yule mpingamizi, ajiinuaye nafsi yake juu ya kila kiitwacho Mungu ama kuabudiwa, hata yeye mwenyewe kuketi katika hekalu la Mungu, akijionyesha nafsi yake kana kwamba yeye ndiye Mungu. Kwa hivyo Paulo akaonyeshwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu kutakuja kuinuka system inayoitwa mwana wa uharibifu, system ya mpiga Kristo. Wakati Konstantini alitoa serikali yake Rome, Italy, kukainuka system ya Baba Mtakatifu. System hii ya Vatican ilipoinuka, mwanadamu akakaa kama Mungu. Paulo anasema atakuja kuharibu imani na dini. Wahubiri wengi hawajafundisha hiyo. Kuanzia mwaka wa 538 AD tunaona kanisa la Kiroma la Katoliki linaanza kutawala dunia, na wananyang'anya watu Biblia, wananyang'anya watu, wanasema the priests are the sole interpreters of the scriptures. Watu wa kawaida, the common man, hawawezi kusoma Biblia. Watu wa kawaida hawawezi. Hebu angalieni, wakati mitume walikuwa hai na kanisa la mitume waliambia watu wasalie katika imani ya kweli. Yuda 1 mstari wa 3. Sikiliza. Yuda 1:3 inasema, wapenzi, nilipokuwa nikifanya bidii sana kuandikia habari ya wokovu ambao ni wetu sisi sote, naliwaandikia, naliona imenilazimu kuandikia ili niwaonye kwamba muishindanie imani waliokadhibiwa watakatifu mara moja tu. Kwa hiyo kanisa la Ephesus, Smyrna, watu walikuwa wanahimizana wasalie katika imani ya mitume, imani ya kweli, wasije wakaleta mafundisho kinyume. Wakati system ya Roman Papacy inapoinuka kuanzia Pergamos, hapo mabadiliko makubwa yanaanza kuingia duniani. Yesu akatuambia katika Mathayo 24 mstari wake wa 14, 15, akasema, hapo mtakapoliona chukizo la uharibifu lile lililonenwa na nabii Danieli limesimama patakatifu, asomae na afahamu, asomae na afahamu. Kwa hivyo kuna chukizo la uharibifu, kuna system itakayoingia duniani na itaanza kuharibu imani. Na wakati imani itaanza kuharibiwa, Mungu atakuwa anajiandaa kuleta watendakazi wa saa ya 6, the 6th hour laborers. Mungu atakuja kuinua, na kila moja Mungu atawapatia ujumbe wa wakati wao. Watendakazi wa kwanza walipatiwa ujumbe, mwana kondoo anachinjwa. Watendakazi wa saa ya 3 walipewa ujumbe, Yesu ndiye mwana kondoo wa Mungu, amekufa amefufuka. Watendakazi wa saa ya 6 watakapoingia katika usukani katika ulimwengu, pia vile vile watapewa ujumbe wa wakati wao ambao utajenga juu ya ujumbe uliotangulia. Mungu wapeane ujumbe mpya ambao unagongana na ujumbe uliotangulia. Ni ujumbe ambao unajenga juu ya hoja au mada ya ujumbe uliokwisha kutangulia na watendakazi hao wengine. Ingawaje hao watendakazi wengine huwa wanaondolewa, na Mungu anawapatia watendakazi wapya kazi. Kwa hivyo kanisa la Kiroma lilipoinuka duniani, Yesu anasema ni nabii Danieli aliyesema. Hebu tuende Danieli sura ya 7 tuone aliharibu nini. Danieli 7:25.
Na ndio naona wahubiri wote wanaosema kuna secret rapture hawezi kufundisha kuhusu serikali ya system ya mpinga Kristo ya Kiroma. Ya Roman papacy, sikiliza. Hawawezi wadhubutu. Nimemsikiza mhubiri mmoja akisema mpinga Kristo atatokea India. Wahubiri anasema atatokea India. Nimesikia mwanadada mwingine pia akisema hivyo. Na anahubiri yako na bidii. Oh, the secret rapture itafanyika, mafundisho ambayo sio yenu. Alafu mpinga Kristo atatokea Uarabuni, uongo. Tayari ametokea na yuko Roma. Amekaa katika hekalu kanisani, anajionyesha nafsi yake kana kwamba yeye ndiye Mungu. Kwa hivyo kabla ya Mungu kuinua watendakazi wa saa ya 6, the 6th hour laborers, lazima injili iweze kuharibiwa hapa. Mungu atakosa watu duniani anaoitanisha na jina lake kikundi. Lazima Mungu atafute watu watakao waingiza. Ndio tunataka kutafuta. Kwanza tuangalie serikali ya Vatican imeharibu nini katika imani. Daniel chapter 7. Kitabu gani? Daniel chapter 7. Bwana asifiwe. Amen. Daniel chapter 7 verse 25. Inasema hivi kuhusu serikali ya Vatican, Roman Catholicism. Na nitakuonyesha. Daniel chapter 7 verse 25. Inasema hivi. Sikia. Naye atanena maneno kinyume chake aliye juu. Naye atawatesa ama kuwadhoofisha watakatifu wake aliye juu. Naye ataazimu kubadili majira na sheria. Kumbe serikali ya mpinga Kristo itazungumza maneno kinyume cha Mungu, alafu itabadilisha sheria, amri za Mungu ambazo Mungu aliweka kama agano, na italeta mafundisho ya uongo duniani. Na watatumia watanena maneno kinyume cha Mungu wa mbinguni, kinyume. Ufunuo 13 mstari wake ni 5. Revelation chapter 13 verses number 6. Akafunua kinywa chake amtukane Mungu na kulitukana jina lake na maskani yake, nao wakao mbinguni. Jina gani la Mungu ametukana? Kulitukana yani kulitumia. Ukitumia jina la Mungu na Mungu hajakupatia, Mungu anasema umelitukana. Ni jina gani serikali ya Vatican imetumia ya Mungu na Mungu hakuwapatia, hivyo wameitukana? Yohana 17:11. Yohana 17:11. Yesu anasema hivi, maana naomba ombi la mwisho. Anaangalia Baba wa mbinguni na anaombea wanafunzi wake. Sikia vile anasema. Wala mimi simo tena ulimwenguni, lakini hawa wamo ulimwenguni. Nami naja kwako, Baba mtakatifu, kwa jina lako ulilonipa, uwalinde hawa. Yesu anamuita Mungu wa mbinguni jina gani? Baba mtakatifu. Kwa hivyo Baba mtakatifu ni Mungu wa mbinguni. Lakini serikali ya Vatican nayo kukawa na mwanadamu ameketi ndani ya hekalu na anajiita vile vile Baba mtakatifu. Wewe uone kama hiyo ni mchezo? Na ndio unaona wahubiri wa leo, hasa wa makanisa ya Jumapili, hakuna mtu anafundisha ujumbe wa kweli, hata mmoja ngo. Maana hawaelewi historia hii. Hawaelewi Matthew chapter 20, hawaelewi Ufunuo sura ya 2, historia ya makanisa 7. Hawaelewi mpinga Kristo atainuka lini. Wakachukua unabii wote wa Danieli na Ufunuo wakapeleka to the future. Futurism theories ndio wamejaa nazo. Kwa hiyo akakuja akaharibu, akaondoa amri za Mungu. Amri ya pili Kutoka 20 mstari wake wa 4 inasema usijifanyie sanamu ya kuchonga, wala mfano wa kitu chochote kilichoko juu mbinguni, wala kilichoko majini chini ya dunia, wala kilichoko dunia, usivisujudie wala kuvitumikia. Kwani ni kanisa gani imechonga sanamu kiangalia? Huwa hatujachonga ati tuabudu. Huwa tunaona inatukumbusha Yesu. Nani alikwambia? Wakorintho wa 2:5-7 inasema, kwa maana tunaenda kwa imani, sio kwa kuona. Wamechonga sanamu. Hiyo ni amri ya pili. Na amri ya 4 inasema usikumbuke siku ya Sabato itakase. Siku 6 fanya kazi, utende mambo yako yote. Lakini siku ya 7 ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Katika siku hiyo usifanye kazi yoyote wewe, wala mwana wako, wala binti yako, wala mtumwa wako, wala mjakazi wako, wala mgeni aliye ndani ya malango yako. Kwa maana kwa siku 6 Bwana alifanya mbingu na nchi na vyote viliomo, akastarehe siku ya 7. Kwa hiyo Bwana akaibarikia siku ya Sabato ya 7 akaitakasa. Mungu akubariki Jumapili. Serikali ya Roma ilipoingia ikaleta ibada ya jua duniani. Wafalme wa dunia na dini za dunia zikakubali. Akaondoa amri ya 2 na ya 4. 2 + 4. Akaondoa 2 na akaondoa 4. Hizo ni gapi? Hizo ni 6. Akaweka nambari yake. Nambari yake ni 6. Aliondoa amri ya 2. Akabadilisha ya 4 ya ibada. 2 + 4 ni 6.
Ufunuo 13:18 inasema hapa ndipo penye akili zenye hekima. Yeye aliye na akili na hesabu ya mnyama huyo, maana ni hesabu ya kibinadamu, sio kompyuta, sio microchip. Wahubiri wa makanisa ya Jumapili wanaosema kuna unyakuzi wa siri wanatuambia nambari hiyo iko kwa microchip. Uongo. Maana ni hesabu ya kibinadamu na hesabu yake ni 666. Ameondoa amri ya pili na ya 4, ameweka nambari 6. Kwa hivyo wenye akili wanajua ni hesabu ya kibinadamu, ni system ya Kiroma. Juzi wamesherekea Pasaka, wanasema Yesu amekufa Good Friday. Ni nini kinawazuia msione Sabato? Kwa nini mnaruka Sabato ya Mungu? Na Biblia inasema katika Luka 23 mstari wa 54 inasema hiyo siku Yesu amesulubiwa na akatolewa msalabani akazikwa. Inasema vizuri. Na siku hiyo ilikuwa ni siku ya maandalio na Sabato ikaanza kuingia. Ukitoka Friday unaenda Sunday, unaenda Sabato ya Mungu Jumamosi. Serikali ya Kiroma ikasema hapana, wacha tubadilishe mambo ya Mungu. Biblia ikabadilishwa. Mungu akawa sasa ameangalia kanisa, wameingia katika uasi, wameachana na Biblia, wameachana na ukweli. Mbingu inajiandaa kuleta watendakazi wa saa ya 6, the 6th hour laborers. Mungu anajiandaa kuwaleta. Saa ya Mungu inakuja kuingia saa ya 6, anakuja kuingiza watendakazi wengine. Awachane na wale. Na yote mwenye tafuatana na system za uongo, Mungu amewawacha. Na roho wa Mungu hawezi kufanya kazi vile vile. Roho wa Mungu aliachana na kanisa la Wayahudi. Wakaendelea kusema hata sasa hivi Israeli si wanaendelea na ibada huko. Kwani Mungu yuko huko kwa hizo ibada zao. Mungu aliwaacha kitambo. Vile vile wakati system ya Kiroma na ibada makanisa yaliyoko duniani yanapokubaliana na ibada za uongo, Mungu anawaacha, anakuja kuinua watendakazi wengine. Ndio tunataka kuangalia. Mungu, roho wa Mungu hawezi endelea na watu walioasi Biblia na wamekataa ukweli. Kanisa la Katoliki nilipoanzisha fundisho la secret rapture. Secret rapture, fundisho la kuficha Roman papacy kama system ya mpinga Kristo. Mimi huwa ninashangaa sana. Wakabuni fundisho na leo ninahubiriwa na wafundisho wahubiri wa makanisa ya Jumapili. Hata Uwori anafundisha nabii wa uongo. Anasema Mungu amemtuma lakini hawezi kuona ujumbe kama huu. Mungu alikutumaje na serikali ya Roma ufundishi? Unaambia watu kuna unyakuzi wa siri kwanza. Hebu angalieni wapendwa. Na usikilize kwa bidii. Roho wa Mungu hawezi kuendelea kuwa ndani ya ibada za uongo. Hawezi. Wacha nikudhibitishie. Yeyote mwenye anakataa amri za Mungu na ibada ya Mungu na mafundisho ya kweli, Roho wa Mungu hayuko. Ushahidi. Isaiah 30. Nimesema kitabu gani? Isaiah 30. Isaiah chapter 30. Isaiah Chapter 30. verses number 1. Angalia ushahidi. Ole wa watoto waasi, asema Bwana, watakao mashauri lakini hawayataki kwangu mimi, wajifunikao kifuniko lakini si cha roho yangu, wapate kuongeza dhambi juu ya dhambi. Mungu amekataa. Mungu amesema si roho wake. Hata wakisema ni roho wa Mungu, Mungu amekataa. Kwa nini? Wameungana na system ya Kiroma. Wameungana na ibada za uongo. Ibada ya Jumapili sio ya Mungu. Ezekieli 8:16. Inasema akanileta mpaka ua wa ndani wa nyumba ya Bwana. Na tazama mlangoni pa hekalu, kati ya ukumbi na madhabahu, walikuwepo watu kama 25. Wamelipa kisogo hekalu la Mungu. Yaani ibada ya Mungu imepatiwa kisogo. Na nyuso zao zimeelekea upande wa kaskazini wa mashariki. Nao wanaliabudu jua kwa kuelekea upande wa kaskazini. Hata ibada ya Mungu inapewa kisogo. Ibada ya Mungu iko nyuma. Alafu watu wamegeukia ibada ya jua. Wewe uone mahali dunia imetupeleka na unaona saa hii historia ya dunia inaenda kufungwa. Unataka kuniambia nini? Wacha tutembee na historia hii. Roho wa Mungu hawezi fuatana na watu waliokataa amri zake na mafundisho ya kweli. Mungu akaanza kuachana. Kwanza Mungu akainua Protestant Reformation kwa habari zako. Kabla sijakupatia hiyo historia, hebu angalia Isaiah 30 mstari wa 9. Mstari wa kwanza, Mungu amesema si roho wangu wanaotumia, si roho wangu. Wacha wafanye miujiza na ishara zao.
sio roho wangu. Kwa nini sio roho wa Mungu? Mstari wa 9, sikia. Kwa maana watu hawa ni watu waasi, watoto wasemao uongo, watoto wasiotaka kusikia sheria ya Bwana. Wamekataa Biblia, wamefuatana na mafundisho ya kanisa Katoliki, wamekataa amri za Mungu, wamekataa amri ya ibada ya 4, wamekataa Biblia, wamefuatana na mafundisho ya uongo. Na leo anatuambia unyakuzi. Yesu anakuja kunyakua kanisa. Alafu baadaye wanatuambia watu wakikufa wameenda mbinguni. Angalia vile watu wamechanganyikiwa. Saa hii kwenye mazishi. Unaona wahubiri wa makanisa ya Jumapili. Ati Mungu amemuita. Ati sasa hapo mbinguni. Baadaye anatuambia Yesu akikuja anakuja kunyakua kanisa lake. Wale wamekufa pia wanakuja kufufuliwa, wanyakuliwe. Hebu angalia ni uongo. Sasa kama walikufa na wameenda mbinguni, Yesu anakuja kuchukua nani na tayari walienda? Uongo. Yaani huo ni uongo. Kanisa Katoliki ndio lianza mafundisho haya ya uongo. Wakifundisha mambo ya purgatory. Ati mtu akikufa anapelekwa mahali anaweza kutakaswa kwa muda kabla aende mbinguni. Ati mwenye haki Jose nimeona wakizika maiti kwa kanisa huko. Maiti na watu wanasema ni kanisa ya Mungu. Wanazika kanisa maiti kwa kanisa. Jose, ama wewe hukuona ndege mwana Ezekiel alipokufa walimweka kwa kanisa maiti. Kuna uhusiano gani kati ya hekalu ya Mungu na maiti? Mungu sio Mungu wa wafu. Marko 12:27. Marko 12:27. Marko ndio ninasoma 12:27. Wakristo wanaangalia tu. Wanasema amezikwa kwa kanisa. Hakuna mtu anasema ati huo ni uongo. Unapelekea Mungu maiti na hapo ndio watu wanaenda kuabudu. Maiti iko hapo watu uongo. Marko 12:27, sikia. Yeye si Mungu wa wafu, bali wa walio hai. Hivyo muwapotea sana. Watu wanapotea maana wanamhusisha Mungu na wafu. Alafu baadaye watakuja kumtoa pale, waseme amekuwa saint. Wazungu wanatoka ng'ambo wanakuja kumfanya saint. Maiti anakuja kufanywa saint. Hata nyinyi mumeenda sana. Mtu amekufa mifupa. Kule Ukambani walikuja kufufua maiti nyingine huko sehemu za Komaroki. Maiti, wazungu walitoka ng'ambo. Amekuja kufanywa saint. Maiti, mtu alikufa miaka 100. Amekuja kufanywa saint. Yaani unakuja kutawaza maiti. Na Biblia inakataa. Biblia inasemaje katika Mhubiri 9? Na makanisa yote hii unaona ya Jumapili inaamini mtu akikufa anaenda mbinguni. Na wao wanatuambia unyakuzi unakuja, watu wajiandae. Wale wamekufa watafufuliwa. Sasa watafufuliwaje na wako mbinguni? Angalieni uongo. Ndio unaona wanaenda hata kwa makumbusho ya wafu. Kwa kanisa la kwanza kuanzisha mambo ya makumbusho. Kwenda kuombea maiti kwa makanisa. Mtu akikufa anapelekwa kwa kanisa kuombewa ati ndio aende mbinguni. Baadaye akishazikwa miaka 10 wanaenda kufanya makumbusho. Unaona Wakristo wanakusanyika Mungu amekataa. Mhubiri 9:5. Nianzie pale. Mungu anakuja kuinua watendakazi wa saa ya 6. Lazima tutembee na Mungu. Makumbusho za uongo. Mhubiri 9. Mstari wake ni wa 5. Sikiliza. Inasema hivi. Kwa sababu walio hai wanajua ya kwamba watakufa, lakini wafu hawajui neno lolote, wala hawana ijara tena, maana kumbukumbu lao limesahauliwa. Wewe unakumbuka ya nini? Na Biblia inasema kumbukumbu lao limesahauliwa. Wafu hawajui neno lolote. Mungu hajakwambia uende kwa makumbusho ya wafu. Watu wanachinja ng'ombe, wanaweka sherehe ya kuweka makumbusho ya wafu. Uongo. Ushahidi wa pili, Isaiah 26:14. Isaiah 26. Isaiah 26. Isaiah 26:14. Tutahubiri uongo mpaka lini? Maiti zinaenda kuombewa ndio ziende mbinguni. Na watu wanagaramika sana kufanya sherehe za makumbusho na ibada za wafu. Ibada za wafu sio za Mungu. Isaiah 26:14. Ni Biblia imesema. Wao wamekufa hawataishi, wamekwisha kufariki hawatafufuka. Kwa sababu hiyo
umewajilia na kuwaangamiza na kuupoteza ukumbusho wao. Ate Mungu anapoteza ukumbusho wao. Wewe unakumbuka nini? Ninakuuliza, dunia yote imeandamana na serikali ya Roma. Wameachana na Biblia, wamekubaliana na mafundisho ya kanisa Katoliki, wamekubaliana na ibada ya Jumapili ya jua, wamekubaliana na ibada za wafu, wamekubaliana na sherehe za uongo za Krismasi, wamekubaliana na ibada ambazo si za kweli, wamekubaliana na mafundisho ya secret rapture zilizoanzishwa na kanisa Katoliki. Wameachana na Biblia kabisa. Wewe unadhania Mungu atakaa akiangalia? Hapana. Kwanza kitu ambacho Mungu alifanya, alimuinua Martin Luther wakati wa kanisa la Sardis. Sardis manake that which remains. Wacha niwaambie kitu wapendwa. Ufunuo sura yake ni ya 2. Revelation chapter 2. Revelation chapter 2. Hebu angalieni. Mstari wake ni wa 10 na wacha nisome Ufunuo 3:1. Revelation chapter 3 verse 1. Na kwa malaika wa kanisa lililoko Sardi andika, haya ndiyo anenayo yeye aliye na hizo roho 7 za Mungu na zile nyota 7, na yajua matendo yako, na yakuwa una jina la kuwa hai, nawe umekufa. Wakati wa Sardis, Martin Luther alipoanza Reformation, akajua justification by faith. Si lazima tupige magoti tuende kwa Roman papacy tuombe msamaha. Sio Maria anatuombea, ni Yesu. Walipotoka Martin Luther, mwingine akatoka Anabaptist, akagundua ubatizo ni maji mengi, akatoka. Na nikakwambia juzi walikuwa na misingi miwili, the twin pillars. Pila ya kwanza iliyotoa Protestanti, the Bible and the Bible alone. Sola Scriptura. As the standard of faith and doctrine, Biblia ndio msingi wa imani. Msingi wa pili uliowatoa Protestanti, mpinga Kristo aliyezungumziwa katika Danieli na Ufunuo, anaishi Vatican, Roman papacy. Wa Protestanti wote walijua hivyo. Si kama saa hii ndio tunaambiwa kutakuwa na unyakuzi, ati mpinga Kristo atatokea India, Uarabuni. Uongo. Walipotoka Uprotestanti wa kwanza, walipoendelea na Uprotestanti, ilifika mahali wakaanza kukataa kuendelea mbele. Wakaachana na Protest. Wakarudi kwa Roman papacy. Wengine wakaanza kurudi kwa ibada ya Jumapili. Wakaanza kwenda kuabudu masanamu. Wengine wakaenda wakasema Maria yuko mbinguni. Wafu, nini, sherehe za uongo za Christmas. Mambo ya uongo. Wakaanza kuchukua mambo ya uongo. Mungu akasema mko na jina ya kwamba mko hai na mmekufa. Hata leo duniani Protestanti wote umekufa isipokuwa kanisa la mwisho ambalo tutakuja kuliangalia baadaye, naitwa Laodikia. Wamekufa kiroho. Wameungana na serikali ya papacy. Mungu akasema mko na jina mko nayo. Majina ni mengi tu ya makanisa. Lakini wamekufa, ujumbe ulikufa. Ujumbe wa kweli ulikufa. Danieli na Ufunuo hauwezi kufundishwa pale. Makanisa yote hii unaona hii, makelele inapiga huko, hakuna ujumbe wa kweli. Lazima Mungu angeinua watendakazi wa saa ya 6 na alete ujumbe wa mwisho duniani. Sasa angalieni. Saa ya Mungu inapoendelea kutembea wapendwa, inaendelea polepole taratibu saa ya Mungu. Mungu anaangalia vile ambavyo ataleta watendakazi wa saa ya 6. Ilipofika saa 6, ukitoka Sardis unaingia kanisa linaitwa Philadelphia. Hapo ndio nataka tuweze kuangalia wapendwa, Philadelphia. Philadelphia ni kanisa ambalo linakuwa duniani kuanzia 1833 to 1844. 1833 to 1844. Sardis 1500s. Thyatira inaanza 1570s mpaka miaka ya Thyatira iko nyuma 538 to 1798. Thyatira kutoka 1700s tunakutana na Sardis. Sardis ni matengenezo, Martin Luther 1700s. 1700s kutoka 1715 Martin Luther, 1700 1715 John Wesley, John Knox, Tyndale, John Wycliffe
watu wanafanya Protestant Reformation. Inapofika kipindi ambacho ni cha Philadelphia, inapoingia 1833, Mungu anajipanga kuleta ujumbe mwingine. Hebu kwanza tuende Matthew chapter 20 kwanza. Matthew chapter 20. Matthew chapter 20. Mathayo 20 inasema hivi, watendakazi wa saa ya 6 wanataka kuingizwa kazini. Lazima tutembee na historia ndio tuweze kuwatambua. Matthew chapter 20 verse 6. Hata kama verse 5 akatoka tena mnamo saa 6 na saa 9 akafanya vile vile. Kwa hivyo saa 6 anaenda kuwaingiza watu kazini. Tunataka kuangalia ndani ya Biblia. Wakati kanisa lilianza kuasi, Roho wa Mungu akawa ametoweka. Watu wakabaki wanafanya ibada za kwao. Mpaka leo wanafanya tu. Lakini Roho wa Mungu alitoweka. Yaani ni jambo la kushangaza sana. Watu wanaweza kuingia kwenye ibada lakini Roho wa Mungu hayupo. Na Yesu anasema ni ibada za bure. Za bure nitakudhibitishia katika Marko sura ya 7 mstari wa 6. Yesu anasema, Mark chapter 7 verse 6. Anasema Isaia alitabiri vyema juu yenu nyinyi wanafiki. Kama ilivyoandikwa, watu hawa uniheshimu kwa midomo. Walikuwa na mheshimu kwa midomo, watendakazi wa saa alfajiri, ila mioyo yao iko mbali nami. Nanyi mnaniabudu bure, mkifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Kwa hivyo ibada zinaweza kuwa za bure, mafundisho yakiwa ni ya wanadamu, sio ya Mungu. Alafu Yesu anasema ninyi mwaiacha amri ya Mungu, sio amri za Mungu. Hawajakataa zote 10. Kuna moja wamekataa, na kufuata mapokeo ya wanadamu. Hawajakataa zote, ni 4. Kumbuke siku ya Sabato itakase. Wakristo wengi wamekataa. Mungu akaondoa roho wake. Anakuja kuinua watendakazi wa saa ya 6. Sasa angalia. Kutoka 1833, kanisa linalofuata baada ya Sardis linaitwa Philadelphia. Linaitwaje? Philadelphia. Kanisa gani hiyo? Philadelphia. Philadelphia. Revelation chapter 2. Revelation chapter 3, sorry. Revelation chapter 3. verses number 7. Revelation 3 verse 7. Na kwa malaika wa kanisa lililoko Philadelphia andika, haya ndiyo anenayo yeye aliye mtakatifu, aliye wa kweli, aliye na ufunguo wa Daudi. Yeye mwenye kufungua wala hapana afungaye, naye anayefunga wala hapana afungaye. Na yajua matendo yako. Tazama, nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako, ambao hapana awezaye kuufunga, kwa kuwa unazo nguvu kidogo, nawe umelitunza neno langu, wala hukulikana jina langu. Tazama, nakupa walio wa sinagogi la Shetani, wasemao kwamba ni Wayahudi, nao sio, bali wasema uongo. Tazama, nitawafanya waje kusujudu mbele ya miguu yako, na kujua ya kuwa nimekupenda, kwa kuwa umelishika neno la subira yangu. Kwa hivyo wakati wa Philadelphia tunaona Mungu anawapatia mlango uliofunguka, na anawaambia kuna wengine wanasema ni Wayahudi, yani wa kiroho. Tumeona kanisa la Agano la Jipya, Wayahudi ni wa kiroho. Kuna wengine wanaonekana ni Wayahudi wanasema, lakini sio, ni sinagogi la Shetani. Roho wa Mungu amewaacha kanisa vile vile alipowaacha kanisa la mitume, kanisa la Wayahudi. Hapa tunaona vile vile wakati Roma ilipoinuka, makanisa mengi yanapoingiliana na serikali ya Roma, Roho wa Mungu anaondoka, na tunaona sinagogi la Shetani linaendelea kwa dunia. Shetani anaendelea kupuliza pumzi ya uongo duniani kupitia ishara, miujiza za uongo, maana sinagogi ni la Shetani. Lakini watu wa Mungu wanaanza kufunguliwa njia nyingine. Watendakazi wa saa ya 6 wanaanza kuingia, maana mlango unafunguka. Mlango gani unafunguka? Hebu angalieni ndio tuwatambue watendakazi wa saa ya 6, the 6th hour laborers, maana kuna mlango unafunguliwa kutoka 1833 mpaka 1844. Kuna mlango utakuja kufunguliwa. Hebu angalieni Ufunuo sura yake ni ya 11. Revelation chapter 11. Revelation chapter 11 verses number 19.
Kisha hekalu la Mungu lililoko mbinguni likafunguliwa, na sanduku la agano lake likaonekana ndani ya hekalu lake. Kwa hivyo kuna sanduku la agano litaonekana wakati Yesu ataanza kubadilisha mfumo wa kazi. Yesu akiingia mbinguni ataingia katika hekalu patakatifu, lakini kuna sehemu ya pili ataingia patakatifu pa patakatifu. Ukisoma Waebrania sura ya 9 inasema hekalu lilikuwa na sehemu mbili. Hema ilikuwa na patakatifu na ilikuwa na patakatifu mno. Kwa hivyo kuna kipindi ambacho hekalu itafunguliwa, sehemu ya mwisho, sehemu ya lala salama. Na Yesu akiingia kufanya huduma duniani atakuwa na waingiza watendakazi wa mwisho kazini. Hawa watendakazi wa mwisho kazini watakapoanza kuhubiri duniani watakuwa naanza kuhubiri kulingana na kazi ambayo Yesu anafanya. Sasa Yesu hayuko msalabani, hakukufa tu na kafufuka. Sasa kuna kazi zaidi ambayo inaendelea, na ujumbe ambao utaanza kuhubiriwa duniani ni ujumbe ambao unaambatana na kazi ya Yesu. Ndio naona katika Ufunuo sura ya 14 mstari wa 4 inapozungumzia watu wa Mungu inasema hawa ndio wamfuatao mwana kondoo kila aendako. Kila aendako. Mwana kondoo anatembea katika historia ya dunia. Hapa anakuja kuinua watendakazi. Hawa watendakazi wa saa 6 ndio kina nani? The 6th hour laborers. Hekalu la mbinguni linafunguliwa, lakini wanakuwa na ujumbe wa kuandaa watu kuingia na Yesu patakatifu mno. Na ujumbe watakao hubiri unapatikana katika Ufunuo sura yake ya 14 mstari wake ni wa 6, na itaanza kuhubiriwa kuanzia miaka ya 1833. Utaanza kuhubiriwa ujumbe huo ukiandaa watu mpaka 1844. Nisikilize kwa makini. Revelation 14 verse 6 inasema, kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu, mwenye injili ya milele, awahubiri hao wakao juu ya nchi, na kila taifa na kabila na lugha na jamaa, akasema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemichemi za maji. Kwa hivyo kuna ujumbe ambao utaanza kuhubiriwa na watendakazi wa saa ya 6 ambao haukuhubiriwa na watendakazi waliotangulia. Unaitwa ujumbe wa wakati wao. 1833 to 1844 Mungu anainua ujumbe wa malaika wa kwanza, na wale wanaoanza kuhubiri ujumbe huo wanaitwa the Millerite movement, the Great Advent Millerite movement. Kwa nini wanaitwa Millerite movement? Maana kulikuwa na jamaa anaitwa mkulima. Vile vile kama Petro. Unajua Petro alikuwa mkulima. Petro alikuwa mvua samaki. Mvuvi, mtu wa kawaida. Hapa tunaona mtu anaitwa mkulima, Miller, anaitwa William Miller. Miller anapoingia kwenye kwenye library na kuanza kusoma, Mungu anafunua mawazo yake na anapeleka mawazo yake katika Ufunuo sura ya 14, na anasoma, anajua dunia itakwenda kuisha. Anaanza kufundisha ujumbe wa malaika wa kwanza 1833, na unaanza kuhubiriwa kwa nguvu 1833 mpaka 1840. Inapofika 1840 ujumbe huo unahubiriwa kwa nguvu, ujumbe wa malaika wa kwanza, watendakazi wa saa ya 6, the Great Advent Millerite movement. Unaweza kusoma katika Great Controversy, tunaambiwa katika Spirit of Prophecy, the Great Advent movement of 1840 to 1844 was a great manifestation of the power of God. The first angel's message was carried to every missionary station in the world. Kwa maana ni nguvu ya Mungu ili empower. Na ukitaka kujua watendakazi wa saa ya 6, wacha nikufanyie demonstration katika Yohana sura yake ya 4. John chapter 4. Yesu anatembea na anaingia Samaria. Nataka nikuonyeshe demonstration ya watendakazi wa saa ya 6, the 6th hour. Maana Yesu mwenyewe anakuja kuwapatia nguvu kuhubiri ujumbe wa malaika wa kwanza 1833 to 1844. Hebu angalia John chapter 4. John chapter 4. Kitabu gani? John chapter 4. John chapter 4 verses number 1. Hebu angalia demonstration ya the 6th hour laborers. Kwa hiyo Bwana alipofahamu ya kuwa Mafarisayo wamesikia ya kwamba Yesu anafanya wanafunzi wengi kuliko Yohana na kuwabatiza,
lakini yeye mwenyewe hakuwabatiza bali wanafunzi wake. Aliacha Uyahudi akaenda zake mpaka Galilaya, naye alikuwa hana budi kupitia katikati ya Samaria. Basi akafika kunako mji wa Samaria uitwao Sikari, karibu na lile shamba ambalo Yakobo alimpa Yusufu mwanawe. Mstari wa 6. Na hapo palikuwa na kisima cha Yakobo. Basi Yesu, kwa sababu amechoka kwa safari yake, akaketi vivi hivi kisimani. Nayo ilikuwa yapata saa 6. Ati ilikuwa yapata saa 6. Ilikuwa yapata saa ngapi? Saa 6. Saa 6. Hebu angalieni. Katika tukio ndani ya Biblia tunaona saa 6 Yesu anakutana na mwanamke. Na ujue mwanamke ni kanisa ndani ya Biblia. Mungu anainua kanisa lingine, kanisa lake. Watendakazi wa saa ya 6. Tunaona Yesu akikutana na mwanamke Msamaria saa 6. Hebu angalia, anazungumza na yeye. Alafu Yesu anajifunua kwake. Anampatia ujumbe wa kweli, ujumbe wa wakati. Hebu angalia, na ilikuwa ni saa 6. Sikia vile mwanamke anavyofanya. Basi yule mwanamke Msamaria akamwambia, imekuwaje wewe Myahudi kutaka maji kwangu, nami ni mwanamke Msamaria? Hiyo ni mstari wa 9. Hakujua Yesu. Na ilikuwa ni saa 6. Yesu alipomzungumzia mwanamke akashangaa, akaona macho yake yamefunguka, ujumbe wa kweli ukawa umeingia. Akasema mstari wa 23. Akamwambia, saa inakuja ambayo waabuduo halisi watamwabudu Mungu katika roho na katika kweli. Kweli ya maandiko na kweli ambazo ni amri za Mungu, sio kulingana na mafundisho ya wanadamu. Mstari wa 28. Basi yule mwanamke akauacha mtungi wake, akaenda zake mjini, akawaambia watu, njooni mtazame mtu aliyeniambia mambo yote niliyoyatenda. Je, haimkini huyu kuwa ndiye Kristo? Mwanamke akaenda kutangaza kuanzia 1840 mpaka 1844, ujumbe wa malaika wa kwanza ukalipuka duniani. Mwanamke, kanisa, Millerite movement wakalipua ujumbe dunia mzima. Kuanzia 1833 mpaka 1840 ilikuwa ni kipindi cha kusoma. Ilipofika 1840 ujumbe ukaenda duniani. Na ukaenda kwa nguvu. The Great Advent Millerite movement wanasimamia watendakazi wa saa ya 6. Mwanamke wa Yohana sura ya 4 akahubiri ujumbe kwa nguvu. Saa ya Mungu ikaanza kusonga. Wapendwa, sikilizeni kabla sijamaliza, maana nitakuja masaa mengine. Maana nikikuja hapa saa 8 nitakuja kuonyesha watendakazi wa saa ya 11, 9 na 11. Hebu sikieni. Saa ya Mungu inaendelea. Great Advent Millerite movement ilipofika 1844, maana Miller alihubiri Yesu anakuja duniani. Ujumbe wa malaika wa kwanza ulikuwa unasema saa ya hukumu itakuja. Hukumu alifanya interpretation, maana yake dunia itahukumiwa. Hakujua ni hukumu ya upelelezi ambayo itafanyika katika hekalu la mbinguni kuanzia 1844. Kwa hivyo watendakazi wa saa ya 6 hawakujua matokeo yatakayotokea 1844. Ilibidi basi Mungu aweze kuleta watendakazi wengine wa saa ya 9, the 9th hour laborers. Na ndio naona katika Matthew chapter 20 verse 4, tukio ambalo lingefanyika 1844 hawakujua. Ndio naona kulipokuwa na disappointment, watu wengi wakaachana na ujumbe huo. Walibaki watu 50. Inabidi Mungu alete watendakazi wa saa ya 9. Hawakuachana sana na ujumbe. Hebu sikia Matthew chapter 20 verse 4. Inasema hivi, verse 6. Hata kama verse 5. Akatoka tena mnamo saa 6 na saa 9 akafanya vile vile. Saa 6 na saa 9 imeunganishwa katika aya moja kutuonyesha sisi tunaosoma la kwamba watendakazi hao hawajaachana na ujumbe wao. Wale ambao walihubiri saa 6 ujumbe wao, kitu ambacho hawakuweza kuelewa, watendakazi wa saa 9 watakapoinuliwa watakuwa na nuru zaidi katika ujumbe wa malaika wa kwanza. Na ndio naona kutoka 1844 Mungu anapoinua kanisa la Waadventista wa Sabato, Seventh Day Adventist Church,
wanainuliwa kuhubiri ujumbe wa malaika wa kwanza, na Mungu anawaongezea ujumbe wa malaika wa pili, na Mungu anatia nuru zaidi na anawaongezea ujumbe mwingine wa malaika watatu. The three angels messages, Revelation 14 verses 6 to verses 13, wanapewa wa Adventista wa Sabato, Seventh Day Adventists, the ninth hour laborers, 1844. Kutoka 1844 wanaingia ninth hour laborers, 1863 wanafanya organization, watendakazi wa saa ya 9. Mungu anawapatia ujumbe wote, anawapatia roho ya unabii, spirit of prophecy, anawapatia ujumbe wa afya, anawapatia amri 10, anawapatia all the treasures of the Bible, vile alivyowapatia wana wa Israeli watendakazi wa alfajiri mapema. Wapendwa, wanataka upunge hewa. Saa ya Mungu inakimbia. Ikifika saa 11 watendakazi wengine wataingia kazini. Unajua hapa ndio sasa Waadventista lazima tuwe tunafikiria sasa. Na nitakuja na elaboration ya undani. Mimi singependa watu tuendelee sana tukose kufahamu. Nataka tuweze kuweka breki kidogo, ili tuweze kutulia na tuweze kurudi masaa hayo mengine, tuweze kuangalia kutoka 1844 watendakazi wa saa ya 11 ndio kina nani. Ni nini itakuwa imefanyika ndio Mungu aleta watendakazi wengine? Maana watu wengi wanafikiria ndani mawazo yao kanisa la Waadventista wa Sabato, Seventh Day Adventist, kama structure ati itakuja kumaliza kazi. Hapana, haiwezi kumaliza kazi. Kuna mambo mengi yatakuja kuingia. Mungu ataingiza watendakazi wa mwisho kumaliza kazi. Kwa hiyo naomba Bwana awabariki sana tunapopunga hewa, ili kwamba tuweze kuja kumalizia wakati wa mwingine. Nataka nimuite kijana nataka niweze kumuita kijana akuje kutuzungumzia kuhusu agano la Mungu. Agano la Mungu kutoka 20. Baadaye tutaomba. Alafu tutakuja wakati wa mchana kuangalia watendakazi wa saa ya 11 ndio kina nani. Barikiwa sana. Karibu. Karibu sana. Bwana akubariki sana. Exodus chapter 20. Agano la Mungu. Songa. Happy Sabbath, everyone, wherever you are. My name is Wesley Sonyango. I will recite Exodus chapter 20, verse 1. The Ten Commandments. And God spake all these words, saying, I am the Lord thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, and out of the house of bondage. Thou shalt have no other gods before me. Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them, for I, the Lord thy God, am a jealous God, visiting the iniquity upon the fathers of the fathers, upon the children, unto the third and the fourth generation of them that hate me, shewing mercy unto thousands of them that love me and keep my commandments. Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain, for the Lord will not hold him guiltless that taketh his name in vain. Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days shall labor and do all thy works, but the 7th day is the Sabbath of the Lord thy God. In it thou shalt not do any work, thou, nor thy son, nor thy daughter, nor thy manservant, nor thy maidservant, nor thy cattle, nor thy stranger that is within thy gates. For in 6 days the Lord made the heavens and the earth, the sea, and all that in them is, and rested the 7th day. Wherefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. Honor thy father and thy mother, that thy days may belong upon the land which the Lord thy God giveth thee. Thou shalt not kill, thou shalt not commit adultery, thou shalt not steal,
Thou shalt not bear false witness against thy neighbor. Thou shalt not covet thy neighbor's house. Thou shalt not covet thy neighbor's wife, nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox, nor his ass, nor anything that is thy neighbor's. Amen. Amen. Now we pray. Tuombeni ndio tufunge ibada kwa wakati huu. Popote ulipo, tuombeni alafu ndio tuweze kukuja masaa haya ya mchana kuendeleza ujumbe. Bwana awabariki sana. Tunaomba. Baba yetu na Mungu unayetupenda, tunakushukuru, jina lako litukuzwe. Umetuneemesha na umetujalia nafasi kuwa na ibada kwa njia hii kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Tunaemesha tunapopumzika kwa sasa na uturejeshe masaa mengine kwa ajili ya kuendeleza ujumbe huo kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Mapenzi yako yazidi kutendeka ndani ya maisha kila mmoja wetu. Kupitia jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Bwana awabariki sana. Amen. 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 Amen.